mko watatu hapa. TPA yenyewe, TRA na TITS. Sina mashaka sana na TITS kwa sababu hata wadau huko wanasema operations za TITS nzuri. Lakini pia TPA hata huko nilikotoka nje wanazungumzia tatizo kubwa la management ya vifaa. Tunalo tatizo kubwa la vifaa ya kushushia mizigo. Maana wanapotulinganisha na TITS, maana yake wanataka waone mitambo yale makubwa tukiwa nayo pia na upande wa pili. Meli zikija hapa zikijipanga na mitambo hiyo yote hiyo inafanya kazi TITS na bandari, tutakwenda kwa haraka sana. Kwa hiyo ndio changamoto ambayo bandari tunayo. Huku pia tukikabiliwa na tatizo la mfumo huo wa TITS, TANSES ambao uko chini ya TRA. Malalamiko yote hata kule nje yanazungumzia mfumo wenu TRA. Bado haufanyi kazi yake vizuri. Na kwa kutofanya kazi vizuri unawakwaza hawa wadau wawili, bandari pamoja na kitengo cha TITS. Lakini tunapowakwaza hawa wawili, abiria wetu, wateja wetu wanahangaika mno. Hili jambo yule aliyesema kwenye clip ametufanya tuje tu hapa tuje tusikie. Lakini alilosema hata kule nje nao wamelikataa wale madriver. Nimezungumza na madriver wote, anasema mimi nimekuja hapa jana na leo nimepakia mzigo wangu leo na naondoka. Delay 1 hour 2 hours. Wamesema. Na wala tukuwapanga. Mimi nilikuwa natembea barabarani kwa umbali mrefu, nikuta gari nasimama nazungumza nao. Lakini pia TRA pale kuna foleni kubwa kwenye ile mizani. Mizani ile mwanzo tulikuwa tunajua kwamba inafanya kazi sawa na mizani ya hapa ndani, kumbe hizi mizani mbili ni tofauti. Hii inapima uzito wa mzigo ili uweze kuchajiwa, lakini kule unapima mzigo kuwezesha gari lao kupita kwenye barabara. Kwa ni function mbili tofauti. Lakini pale baada ya kupima na gari linatakiwa lirekebishe mzigo, iwe ni kupunguza au kuweka vizuri, lazima ukate ile siri yenu ya TRA waweze kurekebisha. Hakuna watu pale wa TRA, hakuna watu wako pale station mpaka waitwe kutoka huku. Kwa nini waitwe kutoka huku wakati zote function zetu kuanzia leo? Peleka watu station kwenye ile mizani. Abiria anapita, ameambiwa rekebisha mzigo, mara moja anakata seal, anafanya marekebisho, wanapima, anaondoka. Hatuna haja ya kumweka hapo masaa mengi. Sasa tunapokwaza huko nje, watu hao wana generalize, wanasema ni bandari. Kwa TRA hilo nalo. Kwa hiyo kuna mfumo huo lazima uhakikishe unafanya kazi yake vizuri. Zile dosari zote lazima zifanyiwe kazi. Kuna mtu wako ICT hapo, watehama kutoka TRA wako kule, ataingia hapa na kwenda hapo na kwenda kwenda kuzungumza pale swala mfumo. Mfumo wetu unatuharibia kazi. Tulikuwa na shida hapa, tumesharekebisha, tumeweka mfumo ambao sasa una miezi kama 3 mingi. Huo tunahitaji sasa, na nyie lazima mfanye marekebisho makubwa. Hawa wateja wetu wakija hapa waingie na kutoka kwa kipindi kifupi. Iwe tu sasa anasubiri ile imeondoka iondoke na nyingine iweze kuingia, lakini tunataka mtu akiingia hapa aone zile services zinaenda smooth. Ni kweli pale nje tunajenga barabara. Ile barabara yetu imechakaa mno. Kutoka hapo junction mpaka pale kuna sini darajani. Imechakaa mno. Kwa lazima tuifanyie marekebisho. Na wakati mwingine mizigo ambayo TANROADS wanasema imeshake ni kwa sababu ya barabara zetu. Kwa sababu wenyewe wanapima exo kuona kama mzigo umesogea huko, lazima hii kwenda ina mzigo unatoka nyuma unasogea mbele. Akipima huko mbele anapata penalty. Kwa hili nalo tunalifanyia kazi kwa kujenga hiyo barabara. Kwa hiyo tumetengeneza barabara moja tu ambayo inaingia na magari yanatoka kupitia barabara moja. Hilo nadhani tunalikamilisha hilo, tukishajenga barabara tutamaliza. Lakini pia uwekezaji ambao tunaofanya hapa kwa hizo maeneo yote matatu ambayo yametamkwa kama yanawekezwa na kupunguza maeneo haya yote tutamaliza. Tutakapomaliza hapa, wateja wetu wataingia hapa na kupata huduma smooth. Lakini sisi lazima tujiweke vizuri. Na nyie muwe na vikao vya mara kwa mara vya pamoja.
nyie mkiwa hapa chini inayotambulika na mamlaka bandari, watu waangalie titi wala wasemi TRA, ni mamlaka bandari. Sasa nyie wadau ambao mko humu ndani ambao mnafanya kazi na mamlaka bandari, lazima muhakikishe kwamba wakati wote mnafanya mawasiliano, na kama kuna udhaifu mnautatua kwa haraka, ili pia tuweze kuhakikisha kwamba kila kitu kinaenda vizuri. Watu wetu wa bandari huko nje maneno ni mengi, lakini sisi hatuangalie hayo. Muhimu zaidi ni nyie kufanya kazi. Bandari ndio sura ya kiuchumi ndani ya nchi, na hasa sisi Tanzania tunategemea bandari. Tushasema mara kadhaa. Kwa hiyo tunatarajia huduma zetu zijikite katika kukusanya mapato, lakini kubwa zaidi kuwahudumia watu. Kwa hiyo tunawasihi sana, uaminifu hapa ni nambari moja. Uwajibikaji hapa nayo pia nachukua nafasi yake kubwa sana. Pindi mnapoona kuna udhaifu mahali, fanya marekebisho haraka sana. Naamini mtaendelea, na tumefanya mabadiliko ya mkurugenzi mkuu. Mheshimiwa Rais amefanya mabadiliko haya. Mkurugenzi huyo mgeni, huyu hapa mgeni, afanye kazi. Sio mgeni kutoka Mwanza uliotoa mawasilisho kwa Mheshimiwa Rais wakati ule na ulionyesha mafanikio makubwa. Kwa hiyo si mgeni wa bandari. Tunaamini umetoka kwenye bandari, umekuja kwenye bandari. Kwa hiyo tunatarajia haya mapungufu haya yote yasimamiwe. Kama inahitaji kuunganisha na taasisi nyingine iliyoko ndani ya mamlaka bandari, yote hiyo lazima ifanywe kazi. Na staff ambao mko hapa lazima mfanye kazi ya pamoja. Tumetumia message si njama si nani, lakini tutaka kuangalia hilo. Najua hilo tutaliangalia, tutapata tu mahali kama kuna hicho kitu, lakini tunataka tuone watumishi wa mamlaka bandari kila mmoja atekeleza wajibu wake. Huko eneo la utawala, fanya kazi yako. Huko eneo la fedha, hakikisha fedha itoke. Management ya ujumla, hakikisha kila kitu kinakwenda vizuri. Hayo maeneo mengine ya wadau wanaoweza kukamilisha kazi yenu, lazima pia mkae nao pamoja, mjipange vizuri. Kwa tunaenda pale kuona mtambo wako, nipate maelezo mtambo unafanyaje kazi, na kwa nini unazima, unawaka, unapunguza nguvu. Sasa kama mbovu usimbadilishe, si ndio? Kama mbovu badilisha. Kama hawa TITS mfumo wao mzuri, kwa nini msikopi huo mkauleta huko ukafanya kazi? Kwa nini mtafuta mtambo ambao alifanya kazi, mnang'ang'ania huko linatuangusha? Kama bandari yetu lazima iweze kuexcel kwenye ukanda huu wote huu. Sisi tunashindana na bandari nyingine za jirani. Lazima tuingie kwenye ushindani. Hataki mtu aseme nikienda Dar es Salaam unapata shida. Nimekuta meli kule ziko 14. Ziko hapo 14. Inawezekana pia tuna vifaa vya kutosha. Sijui kuna nini mpaka tuna meli nyingi pale pembeni. Hebu niambie kidogo. Kwani kuna meli nyingi pale? Hebu kile kisemeo mpe kitu. Kwani kuna meli nyingi kule? Kwani msizilete zikajipanga hapa ndani ili kuondoa ile sura? Mheshimiwa Waziri Mkuu, kuna nyingine ambazo hazijamaliza documentation za serikali. Hizi pate clearance zije. Lakini pia kuna upungufu wa vifaa kama ambavyo imezungumzwa, na mara nyingi sana tunaposhusha mizigo tunakuwa tunapata hiyo changamoto kwa sababu ya vifaa vyetu, ambavyo bahati nzuri tumeweka mkakati. Sasa hivi tumeshafunga SSG 2 mpya, lakini pia kuna reach takers nyingine 2 ambazo tulikuwa tuzipeleke Mtwara, tuliziacha hapa kwa ajili ya kuhudumia hizo kwanza, kwa sababu hapa pana mzigo mkubwa zaidi, ili tupunguze msongamano. Kwa hiyo lakini asilimia kubwa ya meli ambazo ziko kule nje hazijamaliza documentation. Hizo taratibu documentation zinatolewa wapi? Hizo documents zinatolewa mpaka tunaweka wale watu pale siku zote. Sio watakata tamaa, wale wataondoka, wataenda Mombasa, wataenda Djibouti, wataenda Beira, wataenda Maputo, watatukimbia. Nani facilitate hizo kama nini nyaraka hizo? Na TRA ndio mnatoa hizo karatasi za kuingia hapa. Makamishna, mbona mmekaa nyuma? Jioni bwana, mimi nataka nipate majibu hapa. Mbona meli kule ni nyingi? Kumbe ni TRA. Hapana, Mheshimiwa Waziri Mkuu, nadhani TASAC ndio regulator, lakini once wanapomaliza unaleta kwetu, sisi tunaendelea na documentation na kodi zinalipwa kama. Kwa hiyo mkao wa kule ni TASAC. TASAC mko hapa?
TASAC. Hakuna TASAC hapa. Hawakujulishwa. Hawakuitwa hapa TASAC. Kuna mtu TASAC. Wao makao makuu yao yako au TASAC. Wako kwenye hilo jengo refu. Sasa mashule kuja hapa. Wanajua tunakuja kwa shule ya bandari, wao wanakaa pembeni. Wao ndio wanaandika vibali vya meli kuingia hapa. Ndio wanawachelewesha wale. Hivyo vibali wanaviandika wale. Si kwenye mitandao yao. Ana declare document kama ready berth inani. Mheshimiwa Waziri Mkuu, baada ya kupokea ile cargo manifest, sisi kwa upande wetu tuna upload kwenye mfumo wa TANSIS na wateja wetu wanaanza ku lodge declaration. Nategemea wengine wanapeleka mizigo ambayo ni transit, mingine inaingia moja kwa moja na mingine inakuwa transshipment inakwenda nchi nyingine. Kwa hiyo kwa upande wa TRA sisi tuko tayari kushughulikia wakati. Mimi nataka kujua nani anasababisha kurundikana kwa meli kule juu. Tuna meli 18 imepita hapo angana zihesabu. Mheshimiwa Waziri, tulikuwa tunahesabu pale 14 leo. Nadhani kama ziko out anchorage basi ni TASAC wanapaswa kutoa maelezo. Hebu aite TASAC wanikute hapo TRA hapo. Waambie TASAC wote waje pale TRA. Hizi kani tu tunaweka meli pale. Labda tuna schedule. Wenzetu wanaweza kueleza. Schedule nini tena? Ngapi ziko ready? Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa niaba ya mkurugenzi wa bandari, kuna sababu 2-3 ambazo zinasababisha meli zile kuliko kule nje. Sababu ya kwanza, unakuta meli imekuja mzigo na wafanyabiashara karibu 3 wamechangia mzigo. Lakini katika kwenye meli moja. Kwenye meli moja. Ndio. Lakini unakuta katika wale wafanyabiashara 3 au 4 au 5, mfanyabiashara aliyemaliza kulipia kodi anaweza kuwa mmoja au wawili. Kwa hiyo unakuta na sheria zinavyohitaji lazima wote wamelipia kodi, then ndio ile meli ipate clearance ya kuingia ndani. Hiyo ni moja. Lakini sababu nyingine ya pili inasababishwa na unakuta hawajamaliza kulipa marine bills au interim bills za TPA. Kwa maana unakuta lazima polisi yetu nasema lazima wamelipa interim bill ile provision alafu waruhusiwe kuingia. Hiyo ni sababu nyingine. Lakini sababu nyingine ya tatu inasababisha na ujenzi unaoendelea wa bandari ya sasa hivi. Kwa bandari ya Dar es Salaam unakuta kwa mfano TICS ana uwezo wa kuhudumia meli za container 3 na sisi tunaweza kuhudumia meli moja ya container upande wa TPA. Lakini unakuta meli ya container zilizokuwa nje zinaweza zikawa ziko meli ya container 2 hadi 3. Kwa hiyo itabidi zisubiri hizi 3 zitoke then ziingie zile. Kwa mfano hizo meli 14 unazozungumzia, meli 5 zinaingia ndani ya masaa 24 kuanzia leo asubuhi saa 1. Hizo zitaingia na tayari kwenye kikao cha saa 6 tumeshapitisha. Kesho saa 1 zitaingia. Ndani ya masaa 24 yajayo kuanzia leo saa 1. Zimesha clear yote zinaingia. Kwa hiyo utakuta zinabakia meli takriban kama 7 nje au 6. Lakini changamoto nyingine inayokuja, unakuta kuna kitu tunaita multiple arrival of vessels. Unakuta TEPA zinaingia meli 4 kwa mara moja pale outer anchorage. Lakini ukiangalia capacity ya bandari ya kutoa meli kwa siku inaweza kuwa meli 3 hadi 4. Kwa hiyo unakuta tukishakuwa na multiple arrival kunakuwa na changamoto hiyo ya kutoa ule mlima uliokuwa pale outer anchorage ya meli. Haichafui ile. Inatuchafua to some extent, na ndio maana tunategemea mwezi wa 8 utakapomaliza ujenzi huu wa berth namba 6 na 7 ambazo ni purposely kwa ajili ya mzigo wa container, kwa sababu mzigo mwingi ambao unaongezeka ni mzigo wa container. Kwa hiyo tutakuwa sasa na berth takriban 6 ambazo tutakuwa zinahudumia container. Mwezi wa 8 August. Ndio hizo berth ya September operation tunategemea hiyo foleni itapungua significant. Sasa message hiyo wanaipataje hao wanaosema huko nje? Message ndio hiyo, tuna katika plani za mwaka huu, mwaka wa fedha unaoanza kwa upande wa mamlaka ya bandari tunaanza ya Mheshimiwa Waziri Mkuu, message ambayo tutatoa sasa hivi ni kwamba kwanza tunataka tuna mtu wa PR ndani, lakini tunataka kuimarishe hicho kitengo cha habari. Tumeshaona bila kuwa na kitengo cha habari imara wadau wetu watapata taarifa. Lakini pia tunataka tuanze kufanya mikutano na wadau. Kwa mfano, sikumbuki lini TPA tumefanya mikutano na madereva. Kwa mfano, madereva tu ili tuwaambie nini kinaendelea bandarini. Kwa hiyo tumepanga wiki 2 zijazo tuite madereva wote kwa kutumia vyama vyao na uongozi wao ili tuzungumze na madereva, tusikie changamoto zao na nyingine ambazo tunaweza kuzitatua mara moja tuzitatue, ambazo tumeshaanza kuzitatua, na nyingine ambazo labda hawajapata forum ya kuzungumza wapate forum ya kuzungumza. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa sasa hivi kwa mfano meli yoyote
inayobeba magari huwa haikai kule out anchorage, inakuja moja kwa moja, kwa sababu pale tuna row berth number 0 specifically kwa ajili ya magari. Kwa hiyo yanashushwa pale, yanaondoka. Ila container kama alivyosema mwenzangu, ndio zile berth number 6 na 7 ambazo nazo zinakamilika. Zitakapokamilika zote, bandari yetu itakuwa na uwezo wa kuhudumia tani milioni 25 kwa mwaka kutoka milioni 16 sasa hivi. Kwa hiyo tutapunguza kabisa hili tatizo la milk out anchorage, na ni tatizo la mpito kama mwenzangu alivyosema. Kesho hizo 5 zikija, na maana kule zitabaki 7, na hizo baada ya masaa 24 mbili zinaweza zikaingia, kwa sababu hizo nyingine mbili ni za magari za haraka. Kwa hiyo tunaamini tunaendelea kupungua, lakini kikubwa ambacho Mheshimiwa Waziri Mkuu kipo na lazima, na nadhani ni vizuri jamii ikaelewa, ni kwamba haya tunayofanya bandarini ni kupanua uwezo wa bandari kupokea mzigo mkubwa zaidi. Wakati wa ujenzi utakuwa na changamoto za hapa na pale. Tulikuwa tunaomba sana Mheshimiwa Waziri Mkuu, wa Tanzania watuvumilie kwa muda wakati tutaendelea kujenga, kwa sababu tunajenga kwa beta. Sisi hii sehemu ya kuenda mfano mizigo container pembeni hapa itakuwa square mita 96,000 ambazo hakutakuwa na mzigo wa namna hiyo kwa mara moja ambao utakuwa unashindwa kuingia na kutoka. Kwa hiyo hakutakuwa kabisa na foleni, na hata meli zitakuwa, hata kama kutakuwa na hamna direct delivery, meli mzigo ukatoka na kuingia, zile sehemu za kuhifadhi container ndani ya bandari peke yake zitakuwa ni nyingi sana. Kwa hiyo ni mwezi wa 8 tunaweza kupata changamoto hizi kwa kipindi kifupi, lakini kuanzia mwezi wa 8 wakati berth number 6 na 7 zinakwisha, ambazo ndio specific kwa mzigo container, na mzigo container ndio mkubwa na ambao wenzetu sasa hivi wanafanya TICS, na TICS wameshazidiwa uwezo nao, tutapunguza kwa kiasi kikubwa sana foleni na msongamano ndani ya bandari. Ni kipindi cha ujenzi, tunaomba jamii ya Watanzania watuvumilie, tunaomba. Mheshimiwa Waziri, kama ambavyo umesikia maelezo kufuatia ile clip ya yule Mtanzania aliyokuwa analalamika, kaanza kusema na maneno mengine ambayo singependa kuyarudia, lakini kubwa zaidi nataka tujue kama magari ya wateja yanapokuja hapa yanakaa siku ngapi? Hizo siku 4 ambazo amesema, au siku 1, 2, 3? Lakini kimsingi tumefanya mahojiano na madriver huko nje, tumetembea kwa mguu kwa umbali mrefu kuona, tunazungumza nao, tunapata hisia zao. Hata hao madriver wa vichanja hawa ambao wanakimbiza biashara, wanakuja na kuchukua mzigo, wamesema masaa, tunamsikia. Kwa hiyo mimi niseme management, endeleeni kuimarisha huduma za bandari, ndio sura ya eneo hili lote. Lazima mzungumze lugha ya uwajibikaji. Tunajua tunayo system zetu za kufuatilia mapato, lakini na mapato nayo yanayopatikana ni muhimu yakahifadhiwa kwa mifumo hiyo ili kusiwe na mguso wa moja kwa moja. TRA ambao pia na nyinyi mnafanya kazi hapa, mko station hapa, hakikisheni maeneo yote ambayo yanahitaji uwepo wenu nyie mbwe hapo. Mwaka juzi tulipokuja hapa kwa mara ya mwisho tuliagiza TPA ifanye kazi masaa 24. Si kama mnaendelea kufanya kazi hiyo. Mnafanya masaa 24? Yes. Kwa nini? Tunataka tuone wateja anaingia saa 7 usiku anapata huduma anaondoka. Saa 10 alfajiri anakuja anapata huduma anaondoka. Itatusaidia sana. Tuna send message mzuri ili bandari yetu iendelee kuwa bora kwenye ukanda huu wa upande wa mashariki. Na sisi tunategemea wananchi kadhaa, kwa hiyo tusijiweke nyuma, tusio wavivu, kwa sababu nchi kadhaa zinatutegemea sisi. Burundi, Kongo, Zambia, hata Malawi na Msumbiji pia kupitia hapo Mtwara hiyo. Kwa hiyo hilo ni muhimu. Sisi kama ambavyo mnafanya kazi zenu, kwa nini siku ile mwezi kwa hapa mashine moja TPA? Kwa lazima mmanganie peneo peke yenu. Ni mashine yote hayo, kwa nini sipeleke moja kule? Lakini muhimu sana
mwe mnashauriana. Kama mtu wa TRA anawafelisha, hakikisha huyu tunambana. Mheshimiwa Waziri, huyu ndio atakuangusha TRA, kwa sababu mitambo yake haifanyi kazi. Hao wote wanakwama kwa sababu yake. Lakini kamishna, tumeshakwambia hilo na umeingia juzi. Kwa hayo ndio madhaifu ambayo TRA wanayo, na kwa sababu tunakwenda pale ndio kuzungumza na maafisa wao. Kwa hiyo nimeona hiyo kazi, nimesikia maoni ya wadau wetu kutoka huko nje, lakini kila mmoja amekiri kwamba barabara ile kuwa moja inakwaza, foleni ndefu, hata hivyo masasi mengi kama ambavyo umeeleza. Lakini TRA pale, wale ambao wanaambiwa badilishe mzigo, aweke vizuri mzigo, hakuna mtu wa TRA. Mnakuja kwa wakati wenu, nenda mweke watu station pale, jenga kibanda, wakae hapa 24 hours. Hakuna operations bandarini zitakazofanywa masaa 12, ni masaa 24, kila mmoja awajibike, ili anapoambiwa badilisha hapo hapo anabadilisha, tunamwachia anaondoka zake, kama gari yamerundikana hapo. Kwa hilo ni muhimu sana. Kwa Mheshimiwa Waziri, kama ambavyo nimeeleza, hata bungeni Mheshimiwa wabunge walikuwa wanataka kujua hili nini, na sasa nimetoa forum ya kila mmoja kueleza nini kinajiri, ili Watanzania wajue, hata wale wateja wetu walioko nje ambao wamepokea clip iliyokuwa inapotosha mwenendo wa bandari yetu, na wajue nini kinaendelea hapa. Lakini huko ndani, Mheshimiwa Waziri, ufuatiliaji wa karibu kama alivyofanya Katibu Mkuu, na we mwenyewe unapita kuona hali ilikoje, na unapokuta kundi kama hilo unawasikiliza, ili nao waseme, tuwasikie. Hiyo tutakayosema ni marekebisho ndani ya serikali, ili tuweze kufanya vizuri. Baada ya kuwa tumezungumza haya na kwa kuwa mmetoa maelezo hayo, kila eneo ambalo tumeligusa tumehoji, na nyinyi mmetoa maelezo, hakikisha mnaliboresha ili kazi iweze kwenda.